Salamu hivi kwa nini hapa hivi? Wewe unaenda kanisa gani? Mimi? Mimi mkosa dini. Utakosaje dini na dini iko kwa Wanyoike? Sasa kama sasa bado niko kazi. Pekee. Dini ya Mungu, dini ya Mungu. Nielewe kwanza. Asubuhi unaporahuka saa 10:15. Nikikusikia bado lakini kuna shida kidogo ya mtu mmoja hapo. Ikifika tu saa 6 bado naamini Mungu. Mungu ndiye alikuumba. Na Mungu ndiye ameteremsha maneno yake. Sasa Mungu anasemaje katika Qur'ani? Mpe huyo Sura An-Nur, sura 24 aya 36. Sura 24. Sura An-Nur. Sikia aya yake. Mungu hakupanga tuende kanisa Jumapili. Yaani wewe unajipea siku 6, Mungu wako anampea siku moja. Inasema nini? Wanyoike. Hebu mbe maiki kabla usome. Wanyoike. Naam. Siku 6 ushughuliki, hizo ni siku zako za kuchangamka. Ndio. Mungu wako unamchagulia siku moja. Hapo ingia kweli. Hiyo inakuwa ni Friday. Hii mambo ya kwenda kanisa Jumapili nani alileta? Ni Yesu. Yesu hajaenda kanisa Jumapili. Wakati wa Yesu tumaonyesha hakuna makanisa. Makanisa yameletwa juzi na wazungu. Sawa? Kanisa la kwanza ilikuwa Katoliki. Alafu PCEA. Alafu independent. Zikija mimi mzima. Naona? Zikija mimi na kwanza PCEA ikija tukatoka Katoliki tukaenda PCEA. Lakini Mwenyezi Mungu kwa mapenzi yake akatutoa kwa Katoliki katika dini yake ya haki. Sasa Mungu anataka ufanyeje wewe? 24:36 sikiza. Uanze kufanya hivyo. Inasema ni baadhi billahi minashaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Waonekane kwa kusali nyakati 5. Waonekana kwa kusali nyakati 5 katika nyumba ambazo Mwenyezi Mungu ameamrisha zitukuzwe. Ndio, hebu subiri bro. Joni tukoteane, mkipita saa nyingine mnakotea na nini nasema madam tu ndio waongoje hapo kama mko na yeye. Ngoja sasa tujamalizana. Njoo. Unanikotea ukienda. Unaitwa nani? Naitwa Dagi. Hii nyingine Douglas Odinga. Jadero. Hizi nani? Ongewaji. Ongewaji, oya ole. Alright. Ole inya. Bika, bika. Nyasai ajiel kende, maana yake nini? Nyasai ajiel. Nyasai moja. Mungu ni? Hebu msalimie yule msomaji wangu. Kuja, wapi? Kuja kwanza huko na kofia tayari. Ni jina tu ya Kiislamu. Unaitwa nani? Mimi David. Wewe ni David. Tutakuita Daudi. Unatokea wapi? Home ushago kwenye unaendaka ushago. Kiambu. Aya, Kiambuko. Ni kuitwa kile Kiambu hali ya Githunguri. Kwenye neko? Kiaba. Wakawajiko kana karuri, korori. Kawajiko. Anaitwa Kawajiko. Ukahaha mani toraji horo wakaitaikarera halia. Mwena manzi, mwena sister. Wewe atasikiza hapo tutamletea buibui aje kuvaa warero. Tumpale. Pia akae bwana. Wewe wamushie oka onoko wewe wamushie. Wewe wamushie buito. Ni walambe wote. Sawa ndio nataka kutumia. Yule madam kwa wili. Unaitwa nani? Yule madam alikuwa nani kwa wili? Wanjiro. Wewe kwa Wanjiro. Kile ko. Kiabu. Aya ni yangu ito. Hawa ni wako wetu wote. Sasa unamweka kando kwa nini ni wenu? Sawa zile tunaitwa shamania. Gutoneke zoko. Niwe hizo kuli. Na huko gezeko kiambatana kindali muru. Wewe kwa yule ko. Ni Katono. Katono ni mwana ule. Saidi ya Banana. Banana Hill. Ukipita ya Nazareth Hospital. Tadui kalera hali. Taikalera haweto huko kolera bui raishi. Warera sana. Si ndio mama? Si warera sana hii. Warera sana. Mzee kwa hana tea. Wewe sasa nikiamua kuingia dini. Sitakuwa ngumu. Na nini? Na mimi nimekuwa Muislamu nikiwa mtu mzima hivi na sasa hivi nakufundisha Uislamu. Yaani nimesilimu nikiwa mtu nishamaliza shule. Dressing code anashangaa atakuaje? Ushanielewa? Kwa hivyo kwanza wewe ndio because bado wewe ni young, bado wewe ni mdogo. Kwa hivyo kushika Uislamu kwa very simple. Yaani angalia, ukisilimu tu after 1 week ukipelekwa hapa kuna madrasa, kuna msikiti hapa, kuna madrasa pale, sawa Yaani kila siku na wewe ni madrasa ya watoto, waende ya watu wazima, kuna watu wazima wanasoma dini pale.
wanawake, kina mama wanasoma dini pale. Ukikaa just 1 week utaona kweli mambo rahisi sana, very simple. Very simple. Maadili ni kama shule. Ni kama shule na inashika haraka because Kiarabu ni kama Kiswahili. Sababu maneno mengi ambayo mnatumia Kiswahili ni Kiarabu. Ukisema asubuhi ni Kiarabu, alasiri ni Kiarabu, Maghrib ni Kiarabu. Ukisema sabuni ni Kiarabu. Maneno mengi ya Kiswahili 98% ni Kiarabu. Zina ashara 12 na wasomea pia kwa Kikuyu katika lugha. Zina ashara ni Kiarabu pia. Zina ashara Kiarabu. Kwa hivyo almost 98% ya Kiswahili ni Kiarabu. Kwa hivyo Njeri, karibu. Welcome. Nasemaje Njeri? Na mambo. Unasemaje wewe Muislamu? Hiyo ya kusoma dini tuachie sisi. Hiyo angalia, Njeri. Hiyo umevaa hiyo. Ukishakuwa Muislamu unavaa vizuri, unajua nguo za Kiislamu. Sasa maybe itatoka wapi? Hiyo niachie mimi. Yaani ukishasilimu kupata nguo niachie mimi. Ama kina mama unasemaje? Wako yani hiyo wachana hii mambo yetu. Yaani kusoma Uislamu na kupata mavazi ya Kiislamu, hiyo ni kazi yetu Waislamu. Wewe yako tu ni kuja kwenye class usome for free. Madrasa itakuwa bure. Hakuna kulipa. Hakuna. Mimi mwenyewe nimesilimu sijalipa shilingi mpaka nikasoma mpaka nikamaliza na nikaja kuhubiri hapa. Sijalipa shilingi hata moja. Naelewa vizuri? Kwa hivyo hiyo siogope. Kuhusu kusoma ni sisi. Kuhusu kuvaa upate mavazi ya Kiislamu ni sisi. Hiyo siulize hiyo. Wala usiwe na shaka naye. Sawa Haya. Mtu akiweza kwa mengia dini, alafu ikatokea mambo mingi. Ndio. Kurudi na ruhusiwa tu. Wala haina shida, lakini hii mambo mengi hatuombi ipatikane. Kwa maana sisi tutasimama na wewe katika kila hali. Hii mambo mengi hatuombi itoke. Alikuwa naomba atofafanulie labda nyumbani. Yaani hiyo nishamwelewa kwa sababu kwa mfano utokea nyumbani akasukumwa sana familia na nini. Ongea na mimi hapa. Nasema hivyo juu nilikuwa class 7. Naam. Niliingia dini. Ikakuwa before niingie nilikuwa nasomeshwa na kanisa. Ulikuwa unasomeshwa na kanisa? Kulikuwa tuna mambo mengi, nikaona drop out shule, nika drop out na nikaingia dini. Ndio. After kuingia dini, kanisa ikakuwa inanitafuta na shule. Ndio. Nikatoka dini, nikaendelea na masomo. Na masomo. Kwa sababu kanisa ndio lilikuwa na sponsor wewe kusoma. Na huwezi kusomesha madamu ushasilimu. Ikabidi kwanza ubwage Uislamu uweze kusoma. Pia si mbaya, ni akili ulitumia. Unajua kabisa Wakristo wanasiri shekhe, Wakristo wana bidii sana. Angedhihirisha